na vijana waliokuwa wametusikiliza vizuri na neno la Mungu wamelisikia vizuri, na naamini neno lile litawabariki, litawainua, litawalinda na litawakinga kwenye mabalaa yote ya dunia hii. Na ninaamini hata wewe uliokuwa unasikiliza na utakaye angalia mtandao wetu wa channel Nabii wa Ishara Tanzania, mikoa yote na wale mnaofuatilia kutoka nje ya nchi, mtakuwa mmejifunza jambo kubwa ambalo litawainua kwenye maisha ambayo mnaishi katika hii dunia. Hii dunia tunaishi kwa muda tu, tunakufa. Yaani ukiishi miaka mingi sana utakuta ni 80, 90. Lakini huko mbele tutaishi milele. Hatutakuwa tunahesabika. Yaani wapendwa, kifo kinasababishwa na mwili, lakini roho yako na nafsi haijaumbwa kufa. Huwa haifi. Ndio maana tangu umezaliwa utakuta wakati mwingine uko kitandani, lakini unaona unavua uko baharini, lakini uko kitandani, kwa sababu nafsi yako na roho huwa haifi wala hailali usingizi. Ndio maana siku ya kufa, kinachokufa ni mwili, lakini wewe na akili zako na fahamu zako unachomoka. Unatakiwa uende mahali ulipopaandaa ukiwa duniani. Yesu ni njia pekee itakao kusaidia, maana ana uwezo wa kuwasaidia watu waliokuwa hawawezi. Mungu awabariki sana. Tunaingia katika tendo la ubatizo. Wapendwa mnaotufuatilia katika huduma hii ya Lango la Baraka Tanzania chini ya Nabii wa Ishara Tanzania, tuko moja kwa moja tena kutoka bichi hii pwani ya mashariki huko Tanga, na leo ni tukio kupitia ile kongamano ambayo nilikuwa naleta huku. Leo ni siku ya pili, jioni tunakwenda kuwa live tena. Wale mtakao kwenda kuona hii video, hatupo live, lakini jioni tutakuwa live siku hii leo ya Jumamosi tarehe 12 mwezi huu wa 4 2025. Tunabatiza watu, na hii itakuwa documentary, itakuwa ni kumbukumbu. Tunabatiza watu watatu ambao wamekwenda kuandikishwa katika uzima wa milele, wamekwenda kuandikishwa katika ufalme wa Mungu, na tuko hapa kwa ajili ya hilo. Na sasa ninakwenda kunena ili wewe ambaye hujawahi kubatizwa na wewe utamani kubatizwa haraka sana, ili ujue faida ya kubatizwa ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nawasalimu katika jina la Yesu. Amina. Mara nyingi watu wanasikia Ukristo lazima kuwepo kitu kubatizwa. Kwa kifupi, nafungua hili neno kwa jina la Yesu Kristo likajayo uvuvio wa Roho Mtakatifu na neema, ili kwamba kila mmoja aweze kuelewa yale ambayo Roho Mungu anataka. Kwa nini ni lazima mtu anapomwamini Yesu lazima abatizwe? Kwa sababu ubatizo ni muhuri na ishara. Ubatizo ni nini? Muhuri na ishara. Yaani Roho Mtakatifu, kwa mfano kwenye harusi kuna kitu kinaitwa pete. Tunafahamu kuna ile pete. Sasa kwenye ubatizo ni zaidi ya pete, kwa sababu ni tendo la yaani wewe unahusika kwenye kujiunganisha kwa njia ya ishara ya kubatizwa, kuwa unakufa pamoja na Kristo wewe uliokuwa mwenye dhambi, na unaibuliwa kwa kufufuka pamoja na Kristo ukiwa si mwenye dhambi tena. Ni tendo la imani, ni fumbo. Yaani ukitaka utumie akili yako huwezi kuelewa inakuwaje, lakini ukitaka ujue ni kweli, baada ya tukio hili mchawi akitaka kucheza na wewe anakula chuma, anapigwa, ndio unajua kumbe ile tukio ni la kweli. Kwa lugha ya Kiswahili cha kawaida tunaita ubatizo ni zindiko la kiroho. Amina. Tunaelewa vizuri sasa? Ni zindiko la kiroho, na wenzetu wa upande wa pili, sio wenzetu, maadui zetu wa upande wa pili, maana sasa wenzetu wake tuko pamoja. Maadui zetu wa upande wa pili, manake wanaofanya kazi na mashetani, wanafanyaga tukio kama hili, ila sio kwa maji. Neno batiza linatokana na neno la Kiunani ambayo inaitwa baptizo au baptismo. Kuna kwa Kiunani na kwa Kiebrania baptizo ama baptismo. Ukienda kwenye Kiunani utakuta hiyo. Sasa Kiingereza wanasema baptize. Maana yake zika, zamisha kabisa. Kwa hiyo unapokwenda kuzika, wao wanasema wanaenda kubatiza, wanasema wanaenda kuzika. Wao wanatumia neno hili. Yaani sisi tunaposema batiza tunatumia neno la kigeni. Tungetakiwa kutumia neno kawaida, tutakiwa tuseme kwamba leo tunaenda kuzika watu watatu pamoja na Kristo. Amen. Ndio lugha ya Kiswahili chake.
lakini ile lugha ya asili inasema batizo, yani lugha ya kwao. Batizo, tuko pamoja? Lakini maana yake ni kuzika. Ndio maana hakuna ubatizo ambao utabatiza kidole au mkono afu kawa ubatizo, kwa sababu mwanadamu hazikwi kidole na mkono au hazikwi utosi. Yaani huwezi kubatizwa hapa alafu ukasema umebatizwa, wewe umemletea utani Mungu. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe Kristo unayemwamini hajabatizwa cha kichwani hapa. Ni udanganyifu na upotofu uliojengwa miaka mingi, ambao mfalme mmoja alikuwa anaitwa Konstantini, yeye ndio aliomba abatizwe kwa hapa. Alipomaliza upotofu huo, yani walimheshimu Konstantino kuliko Mungu, wakaamua kugeuza kanuni ya Mungu kuwa mtindo wa kwao. Konstantino ndio alibatizwa hapa baada ya kuambiwa atashinda vita kwa nguvu ya msalaba, na yeye alikuwa ni mfalme. Kama hivi Mama Samia aseme nimeambiwa ili kushinda mimi ni kwamba lazima nibatizwe, lakini mimi msinibatize kwa kunizamisha jamani, tafadhali mtaniaibisha, mimi nimebatiza hapa. Sasa ilipotokea hiyo, wengine waliokuja wakasema na sisi tunataka tubatizwe kama. Hatari iliyopo kwenye ubatizo wa maji machache ni kwamba watu wanakuwa wanamfuata Konstantini, sio Yesu. Yaani wanakuwa wamepotoshwa kwa kufuata ubatizo wa Konstantini aliyeomba abatizwe na maji ya kichwani. Ukienda kwenye Google kwamba ubatizo wa maji machache umeanza wapi, utasikia historia ya Konstantini. Makanisa yote, kanisa lolote unalolijua wewe, mpaka hayo ambayo hawajaokoka, walikuwa ubatizo wao ni mmoja, ni wa maji mengi kama huu tunaokwenda kufanya sisi leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitasoma Biblia ili ithibitishe ubatizo ulivyokuwa unafanyika. Ni sura ya 3 mstari wa 13 wa kitabu cha Mathayo, alafu nitafafanua uweze kuelewa faida kubwa sana ya ubatizo. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwenye mto kwa Yohana ili abatizwe. Alitoka wapi? Galilaya. Galilaya kulikuwa ndio sehemu za nyumba za watu, si ndio? Hakukuwa na mitungi ya maji, haikuwepo. Ndoo si zilikuwepo, mabakuli si yalikuwepo. Kwa nini wasibatiziwe huko nyumbani na hivyo vikombe kama ubatizo ulikuwa ni kweli kwenye maji madogo? Kwa nini asafiri kwenda mpaka Yordani kwenye mto? Ni kwa sababu ubatizo ni maana yake ni kuzika, na huwezi kuzika kichwa peke yake. Ndio maana dini zote wanaobatiza kichwani ni waovu. Hata maisha yao utawaona ni waovu. Wengine ni wachawi, wanaroga kama kawaida, walevi kama kawaida, kwa sababu wanachokifanya sio Yesu alikiagiza, wanafanya cha mtu. Neno lolote unalolifanya likiwa sio la mtu linakuwa ni haramu, halina nguvu ya Mungu, halitakusaidia wala likuokoi. Ndio maana hawana mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu akafika, lakini Yohana alitaka amzuie akisema, mimi nilikuwa nahitaji nibatizwe na wewe, nawe mbona unakuja kwangu tena? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa kunibatiza, kwa sababu ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Basi akakubali. Angalia kilichotokea baada ya kubatizwa. Kila alichofanya Yesu ni tendo la kwake lilikuwa ni kiigizo, kwetu ni halisi. Kwenye upande wa kufa ilikuwa yeye anakufa halisi, kwetu ni kiigizo. Tunaelewana vizuri? Amina. Yaani yale mambo ambayo alikuwa sisi hatuyawezi, yeye ndio aliyafanya kihalisia. Sasa ubatizo, yeye hakubatizwa ili aondolewe dhambi, maana ubatizo ni ishara na alama na muhuri ya kwamba wewe umepokea ondoleo la dhambi na kukingiwa dhambi. Yaani unasamehewa na kufutiwa dhambi. Wewe si mwenye dhambi tena. Huna haja tena ya kuomba toba ya msamaha wakati wa Kwaresma, kwa sababu hakuna dhambi itakayokurudia tena, isipokuwa utakuwa ukijitakasa tu katika maisha yako yote. Dhambi inapeleka watu motoni, dhambi huwa haitakaswi. Dhambi huwa inaondolewa na kusamehewa, ila makosa ndio utakaswa. Tunaelewana vizuri? Tuko pamoja? Kwa hiyo anasema alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Unanielewa hapo? Akapanda kutoka majini. Yaani Yesu akapanda kutoka kwenye maji. Ukiwa kule si ni chini, ukija huku si unapanda. No, tunaelewana vizuri?
Biblia inasema wazi, sio kwenye mtungi hapa. Sio kwamba alikuwa kwenye mtungi akapanda. Alipanda kutoka chini ya mto, akaja juu. Sasa alipofika huku juu, tazama, mbingu zikamfunukia. Akamuona Roho wa Mungu akishuka kama njiwa, akija juu yake. Tazama, sauti nayo ikatokea mbinguni, sasa huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye. Mungu hakuongea kabla ya Yesu kuingia ubatizoni. Huwezi kuwa mwana wa Mungu ikiwa sio mtii. Yaani wewe unaonitazama, kama umemwamini Yesu, hujawahi kubatizwa ubatizo wa Yesu, wewe uliyomwamini ni huyo mchungaji wako. Siku ya hukumu ukifika mbele ya Yesu, atakwambia kamtafute uliyomwamini, kwa sababu mimi si wa staili hiyo. Vazi langu la hii harusi takatifu sio la maji ya hapa. Mimi nawaambia ukweli, heri aliyemtii kuliko ambaye hakutii mpaka anakufa. Utakwenda kusimamishiwa padre wako, mchungaji wako, askofu wako aliyokubatiza ubatizo wa upotofu, alafu Yesu yeye watu wake watasimamishwa wale ubatizo sahihi. Kwa sababu gani? Asiyetii yoyote hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Sasa ni aibu sana kama itakuwa eti umemwamini Yesu alafu ubatizo tukuzamishwa tu kuna kupeleka motoni. Itakuwa ni kitu cha ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaambiwa hivi, kumbe imani ya Yesu Kristo hapa haikamiliki, hui mwana halisi mpaka uwe umemaliza kubatizwa. Kwa sababu kwa nini asifike pale mbingu ifunguke? Kwa nini mbingu zilingoja na Mungu akangojea kwanza abatizwe? Kubatizwa ndiyo kuzaliwa mara ya pili. Ndio maana baada ya ubatizo sauti ndio ilitokea ikasema, huyu ni mwanangu sasa mpendwa, ninayependezwa naye. Anamtambulisha. Hata wewe unakwenda kubatizwa leo utatambulishwa rasmi na Mungu. Sauti yake utaisikia ukiwa peke yako. Utajigundua wewe mwenyewe kwamba mimi kweli ni mtoto kumbe wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tendo hili ni la kiimani, ni tendo la kujiingiza kwenye uzima wa milele. Lakini ukienda kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 6 mstari wa 3 mpaka wa 5, anasema hivi, hamjui ninyi nyote mliobatizwa mlibatizwa katika mauti ya Kristo? Akasema yaani mlikufa pamoja naye kupitia huko kubatizwa na kufufuliwa naye, ili muendelee kuishi naye katika uzima, mkashiriki ufufuo kama ilivyofanyika kule kwenye ubatizo. Yaani sisi tunachokifanya ni kuonyesha sisi sio watu wa kaburini, sio watu tutakapotelea kaburini, ni wana wa ufufuo, kwamba tutakufa kweli katika mwili, lakini hatutaingia kwenye kaburi. Tutachomolewa kwenye miili yetu na kuungana na Kristo. Ndio maana hakuna Mkristo halisi anayekufa akabaki kaburini. Tunaelewana vizuri? Kwa sababu siku ya kufa ni siku ya kuzaliwa tena. Mwanadamu anazaliwa mara 3 kwa katika msingi ya kiroho. Anazaliwa siku ya kuzaliwa. Kwanza anaweza kawa na hatua 4. Anazaliwa kutoka kwa baba kuja tumboni kwa mama. Anazaliwa kutoka tumboni kwa mama kuja duniani. Halafu atazaliwa kwa roho kutoka kuwa mtu wa kimwili kuja kuwa mtu wa kiroho. Halafu atazaliwa kutoka kwenye huo mwili wakati anaondoka duniani kwenda kuishi kwenye nchi ya milele. Hivyo zote Mungu anazitazama kama kuzaliwa. Wakati mtoto anazaliwa huwa analia. Mnasikia waga mnaambiwa hivyo? Kinachofanya mtoto alie ni lile tendo la kudhani anakufa. Yaani mtoto kazoea kuishi kwenye tumbo mahali ambapo hakuna hata hewa hii uioni, si ndio? Lakini anaishi, sio? Anapobadilisha hali ya hewa unafikiri lazima si ataona misukosuko. Anahisi anakufa. Na mtu anapokufa hiki kifo cha kawaida, watu hudhani ndio mwisho wa maisha yake, kumbe anazaliwa tena. Sijui tunasikilizana? Kama vile mtoto alipokuwa anasema nakufa, anaangukia mikononi mwa manesi. Ndivyo ambavyo huyu anayetoka kwenye mwili kwenda upande wa pili. Ndio maana mwanadamu kabla hajaacha mwili, mwanadamu yoyote kabla hajaacha mwili, lazima awaone wenyeji wake. Kama alikuwa hana Yesu, ataonana na majini na mapepo yanayotoka huko majini, ujinini, ama huko kwenye mapori.
watakuwa wenyeji wake kumpokea. Ndio maana tunasikia mtu anasema na waona watu wamekuja. Yaani huwezi unataka ukate roho usiwaone hao. Kila anayekata roho lazima waone wenyeji wake, aidha mashetani kwa sababu aliishi kishetani, au waone malaika kwa sababu aliishi kimungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wokovu ni hiari ya mtu. Hata mtu awe jambazi anaweza akaamua kuokoka. Hata leo hii, hata ndugu zangu, kaka zangu walioko kule, wengine ni kama baba zangu, akisema hivi na mimi nataka niwe miongoni watakaorithi uzima, akasema leo na mimi nataka nijikabidhi kwa Yesu, niokoke hapa, nibatizwe, yani anapokelewa leo. Amen. Anasamehewa leo na anabaki na tiketi yake ya uzima wa milele. Amen. Yani hiyo ni kweli nawaambia. Kuna ishara zitafuatana. Ukisoma Marko 16 mstari ule wa 16 anasema na ishara hizi zitafuatana na hao watakaoniamini, kwa jina langu watayakomandi mashetani nayo yatawatii. Imeandikwa kabisa. Wataweza kuponya magonjwa ya nguvu za giza. Na ndio maana wengi mmeshuhudia vichawa wakipona pale. Nimeshuhudia wenyewe kina nani wale, yule mganga yule. Nimeshuhudia wenyewe pale. Nafikiri mambo mengi nimeshuhudia. Huyo alikuja na tumbo limejaa kipindi kile. Umeona limejaa maji, tumbo limepona. Zile zinaitwa ishara za Mungu kujithibitisha kwamba mimi nipo kweli pamoja na nyinyi. Imani yoyote ya kweli lazima ithibitishe na nguvu za Mungu. Haiwezekani imani iwe ya kweli alafu uende ukaponee kwa mashetani. Hujanielewa hapo basi? Yaani Mungu aliwaachilia watumishi wake duniani waambatane na nguvu ili kushindana na wale wa mashetani. Kwa hiyo haiwezekani uwe na dini ya kweli alafu dini hiyo haiwezi kufanya miujiza ya uponyaji wako ukirogwa mpaka ukaponee kwa mashetani. Ina maana hiyo dini na yenyewe na mashetani ni sawa. Yaani dini ya Mungu inathibitika kwa miujiza kuanzia Musa mpaka Yesu alipoingia na wanafunzi wake mpaka na sisi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka niwaambie habari ya uzima wa milele inamhusu kila mtu anayenisikia. Yaani ni ya kwako binafsi. Mimi nilizaliwa na dini yangu, sikuzaliwa nikiwa na Ukristo huu nilionao. Na nilipoachana na hiyo imani, nyinyi mnafahamu, mama akaniambia wewe umeasi. Lakini mama huyo alipokuja kuparalyze, ameshindikana hospitali ya Bombo, akarudishwa nyumbani, nikamwambia kwa hiyo tukuache ufe? Akasema sasa mimi nitafanyaje? Mimi mwenyewe nilikuwa nishazoea ningeenda kwa mganga. Nikamwambia hivi sasa tukuache ufe? Akasema kama naweza nikapona niombe. Nafikiri mama yangu mnamuona mpaka sasa ni mzima, amepona. Amen. Mwaka wa 15 tangu apone ni mzima, aliparalyze mwili mzima. Kuanzia hapo mama akamwamini Yesu mpaka leo yuko na Yesu Kristo. Kwa hiyo imani ya kweli lazima ina ishara. Amen. Ina ishara zake. Unaweza ukakaa kwenye dini kama dini ukaona inakusaidia, lakini kila mtu ana ushahidi. Mtu yoyote anayeishi kidini anajua kabisa dini haimsaidii chochote. Amina. Maisha anakuta ni yale, yani yeye aliye na dini na yule asiye na dini utaona maisha yao ni haya. Lakini ukiwa na Yesu, hiyo nguvu ya dhambi yeye ndio anakusaidia. Wewe binafsi huwezi. Yani mtu hawezi kuacha dhambi yeye mwenyewe. Lazima Mungu amwezeshe. Lazima muujiza utendeke. Kwa hiyo wewe unanisikia, hii habari ninayokuambia ni ya kweli. Usiogope. Hata ungekuwa na uovu unaojua umepitiliza, siku ukiamua kusema na mimi nimechoka na huu uovu, naomba umtafute Yesu uokoke tu. Usema jamani, mimi naokoka, naomba nione hiyo nguvu ikinisaidia. Utaniamini ninachokuambia leo. Utaniamini ninachokuambia leo. Yaani dhambi zote zile ngumu utazimaliza. Amen. Zote utazimaliza. Yale magumu ambayo unajua haya yani kwa kweli unaona ni shetani live, utaweza tena kuendelea nayo. Kwa hiyo Mungu awabariki sana wote ambao mlikuwa mnanisikiliza. Tunawapenda watu wote na Mungu awabariki katika kazi zenu za uvuvi mlioko huku. Mungu awabariki katika maisha yenu. Msife mpaka mpate neema kwenda mbinguni. Yaani msife mpaka wote mpate neema ya kuingia kwenye uzima milele. Maana Mungu wenu aliyewaumba ndio huyu tunamwabudu huyu. Ndio maana tuna nyama kama hizi nilizonazo. Kwa hiyo Mungu akupe neema. Usife kwenye maji, usife kwa uchawi, mpaka siku moja neema ikutokee ukutane na Mungu.
ili ukapate kuishi uzima wa milele. Naomba nishukuru Mungu. Asante Mungu kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya watu wako ambao wamesikiliza neno kwa unyenyekevu. Hayo niliyotamka kwao Mungu, naomba ukawatendee wawe salama. Walinde dhidi ya manguvu za giza, dhidi ya uchawi. Walinde dhidi ya ajali zote za kwenye maji. Walinde dhidi ya uharibifu, wasife mpaka Mungu uwatokee ukawaokoe, ili wapate kwenda kuingia katika uzima wa milele. Wabariki wanaokwenda kubatizwa leo, na wao wapate kudumu katika imani, hata wapitie magumu, hata wapitie changamoto za maisha, lakini wasivunje ili agano la kuwa na wewe, maana wewe ni tiketi ya uzima wa milele. Nimeomba hayo yote kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Tuko sawa? Imesha. Asante. Wale ambao mnatufuatilia, hii ni pwani ya Tanga. Mtumishi wa Mungu Nabii wa Ishara Tanzania kwenye peji zetu kutoka kule Mbezi, Dar es Salaam. Niko katika pwani ya Tanga saizi kwa ajili ya kuikamilisha kazi hii ambayo imenileta. Niwasaidie watu ambao hawaelewi, kama nilivyofundisha hapo katika video iliyopita. Ni kwamba tunakwenda kuzika utu wa kale. Tendo la ubatizo ni zindiko la Kikristo, ni kuzika maisha mabaya yaliyopita kwa imani na kufufua maisha mapya. Kuna wengine wanasema mnabatiza, kuna watu wanapobatiza kwenye swimming pool wanasema unabatiza, usibatize kwenye swimming pool. Kwa kifupi, ubatizo maana yake ni kuzika. Kwa hiyo kuzika ni popote pale, hata kwenye mawe watu huzikwa. Yesu alizikwa kwenye pango. Kubatiza maana yake ni kuzika. Kwa hiyo kuzika, hata mtu aliyefunikiwa kwenye pango asionekane mwili wake, kazikwa. Kwa hiyo ni utapeli na upotofu wanaosema wanaobatiza kwenye swimming pool kwamba eti sio ubatizo, ni utapeli. Ubatizo ni kuzika, na kuzika ni popote maadamu mwili ufunikwe. Tunaelewana vizuri? Mwili mzima ufunikwe. Tungekuwa tuna uwezo wa kuvumilia, tungekuwa tunafukiwa alafu tunafukuliwa. Lakini hatuwezi kuvumilia kwenye mchanga. Ndio maana Mungu alitumia maji yawe mfano wa kuzika. Sijui tuko pamoja? Kuna mtu mmoja, kuna kiongozi mmoja, sitamtaja jina hapa Tanzania, nilisikia habari zake kwamba yeye amezindikwa zindiko la kuzikwa. Yaani ili asiweze kufa na chochote. Na mfahamu jina lake. Ni kiongozi mkubwa tu, kwamba alienda yeye, anasema yule hawezi kulogeka kwa sababu aliendaga kuzikwa. Yaani aliingizwa kwenye kaburi kabisa, alafu akafufuliwa. Yaani kwa maana ya kwamba alifanywa tendo la zindiko la kuzikwa na kufufuliwa. Kilichokufa kikafufuka katika ulimwengu wa roho kinahesabika hakifi tena, ni cha milele, kwa sababu si mwili tena, ni roho. Mbarikiwe sana. Twende, usikate. Twende wale ambao tunaelekea kwenye kitendo. Baba anaona angeanza ambana baba hivi anasema watu wanafanyaje, watu kwa wale basi kwa wao lakini wanataka ndio ndio kuna moja moja. Anataka aone kwanza. Wasamishe baba, wasamishe wasije wakale baba, wasamishe leo, wasamishe wasije wakale, wasamishe baba, wasamishe wasije. Watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, asante kwa ajili ya kutusindikiza. Naweka wakfu hili tena kwa jina la Yesu. Mahali hapa napageuza kuwa katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, kwamba lango la mbinguni kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa hiyo watu hawa hapa watazikwa utu wa kale na kufufuliwa kuwa wana wa ufalme kuanzia sasa, kwa jina la Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka. Na waunganisha katika ufufuo wote watakaokwenda kubatizwa hapa, ya kwamba watapokea uzima wa milele katika jina la Yesu. Veronica, ni kwa maamuzi yako umemkubali Yesu na kubatizwa uwe kiumbe kipya
ama umelazimishwa na mtu kwa hiari yako. Basi kama umekubali kwa hiari yako, na watangazia wote ambao wanafuatilia wanaona ya kwamba Yesu aliagiza ubatizo huu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni majina mangapi? Ni moja. Ni jina la, sio majina ya. Ninambatiza huyu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, jina la Yesu. Ndivyo nitakapombatiza, na ndio ubatizo wenyewe ulivyo. Hilo jina linalotajwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ni jina la Yesu. Maana Yesu alikuja kwa jina la Baba, na jina la Baba ni jina la Yesu, na Roho Mtakatifu alituma kwa jina la Yesu. Ndio maana anasema mtambatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, yaani jina la Yesu. Ndivyo nitakavyokwenda kumbatiza kwa usahihi wa kibiblia. Basi kwa mamlaka niliyopewa na Mungu baada ya ujazo wa Roho Mtakatifu na kuhesabiwa haki, mimi nami nimefanyika kuwa chombo cha Mungu, na kwa mamlaka hiyo, kwa niaba ya Kristo Yesu, na kuunganisha katika ufalme wa Mungu, na kwenda kuzika utu wako wa kale. Zinakwenda kuzikwa dhambi na mauti, na kwenda kuzika laana na mikosi, balaa zote na hali zote za kushindwa zinaenda kuzikwa kwa jina la Yesu. Na Mungu atakwenda kukufufua kutoka mahali hapa ukiwa kiumbe kipya, ukiwa mfano wa malaika anayeishi katika mwili, na ukiwa na uzima wa milele. Basi kwa amri niliyopewa, ninakuunganisha pamoja na Kristo, nami nakubatiza kwa jina la Baba. Unaweza ukakaa chini. Hapo relax, kwa sababu mimi ndo nataka kuongea. Na jina la Mwana na la Roho Mtakatifu ni jina la Yesu, na kubatiza nalo. Alikuwa anajiona mwepesi kuogelea. Haleluya. Amefunikwa vizuri, hakukuwa na shida yoyote. Wangapi mnakumbuka ubatizo wa binti mmoja ambaye alileta makukuru kwenye maji, baadaye akaja akalogwa akawa kichaa, alafu tena nikamuombea, alafu akapona. Nikasema yamekupata kwa sababu uoga wako kuanzia siku ya ubatizo ulikuwa unabishana na kubatizwa. Huyu amebatizwa successful, yani amefunikwa mwili mzima. Amen. Yani amerelax, kama watia Mungu, mimi ni wa kwako tangu sasa. Tangu sasa kwa mamlaka ya Mungu aliye hai, na kutangazia neno hili, na ulipokee likae moyoni mwako maisha yote. Kuanzia leo umefutiwa dhambi zako zote kwa mujibu wa neno la Mungu, na umesamehewa kwa mujibu wa neno la Mungu. Hautahesabiwa hatia, na kwa mujibu wa neno la Kristo huyo huyo, wala dhambi zako na uovu huo hautakumbukwa tena. Hilo ndio agano jipya lililoandikwa katika kitabu cha Yeremia 31 mstari wa 31. Hivyo umesamehewa dhambi zako zote, usizikumbuke, wala baada ya hapo usitamani dhambi. Usifurahie kuwa katika dhambi ama makosa, lakini Mungu ameiweka damu yake takatifu. Utakaposikia dhamiri yako inahukumiwa, kajitakase kwa damu ya Yesu, wokovu wako utadumu milele katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Huyu ni Judith na sio mdogo. Wale wanaotazama nafikiri mdogo, ni mkubwa ila ana umbo dogo. Basi Judith, kwa mamlaka niliyopewa na Mungu katika Kristo Yesu, kukuunganisha katika uzima wa milele. Leo hii ni siku yako ya kuzaliwa upya katika roho. Utakuwa ni mwana halisi wa Mungu tangu leo.
Kwa sababu hiyo nazika utu wako wa kale kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nazika dhambi zako, nazika hukumu zako, nazika hatia zako, nazika laana zako, mikosi na kila uovu na ubaya uliokuwa juu yako unazikwa leo kwa jina la Yesu, nawe utafufuliwa ukiwa kiumbe kipya. Kwa mamlaka hiyo niliyopewa, ninakubatiza hivi leo kwa kukuunganisha pamoja na Yesu Kristo milele kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, yaani jina la Yesu na kubatiza nalo leo. Amen. Haya, Mungu ni mwema, amejipatia mwana mwingine katika ufalme. Yaani naangalia katika ulimwengu wa roho hapa, naona malaika wamejitanda pale juu, yaani wanashangilia namna hii hapo juu ya anga, yaani sijui, yaani kama wangeonekana mkawaona, wanashangilia katika ulimwengu wa roho kwa kuzaliwa upya watoto hawa wa Mungu. Basi Judith, kuanzia leo ukisikia watu wanazungumzia kuhusu dhambi, wewe sema mimi nilishasamehewaga, nilishazika zile dhambi, na kuanzia sasa siishi kuwa mwenye dhambi. Lakini unapokuwa unahisi umekosea, yanaitwa makosa. Tumeachiwa damu ya Yesu, kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili ya kuzifuta dhambi, kwa sababu mshahara wa dhambi lazima niwe ni kifo. Kwa hiyo alikufa ili afute hukumu ya dhambi, alafu akatumwagia damu ili iweze kudumu milele, itutakase. Ndio maana baada ya sasa, kesho mtakwenda kushiriki meza ya Bwana Jumapili. Yaani mkishiriki kumbukumbu, mjue damu ya Yesu inaendelea kuwatakasa. Usikae katika hukumu. Utakapoona dhamiri inaharibika, basi mwambie Mungu, naomba unisamehe makosa kama ulivyonisamehe dhambi siku ile. Dhambi umesamehewa. Amen. Dhambi inapeleka mtu jehanamu. Makosa yanasababisha mtu ateseke duniani. Kwa hiyo Mungu atakuokoa na kama alivyokuokoa kwenye dhambi, atakuokoa na makosa yote ya dunia hii kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Dhambi ya mauti na isiyo ya mauti, maana yake dhambi ya mauti ni ile kutokumpokea Yesu, yaani inayokupeleka kwenye moto wa milele. Dhambi isiyo ya mauti maana yake ni makosa ambayo mtu ukosea na anasamehewa. Tuko pamoja. Usibadilishwe na mafundisho yoyote potofu. Mimi nabii wa Bwana niliyetumwa kufunua ukweli, nilichokuambia ukadumu. Asikwambie mtu yoyote kwamba una dhambi tena, labda wewe umeshaachana na Yesu. Tunaelewana? Mungu akubariki sana. Karibu sana baba. Ngoja nisogee hapa mbele kidogo, maana huyu bonga mimi mrefu. Bonga. Lakini maji yanatosha. Sasa geuka kule. Kwanza nijue kama ni kwa hiari yako umekubali kupokea Yesu na kubatizwa. Hiari yangu. Kwa hiari yako. Basi agano la ubatizo linasema hivi, kubatizwa ni kuzika mtu wote. Angalie huyo. Yaani ukisikia hivyo, kama ndani yako kuna magonjwa ya uchawi, yanaishia leo. Usimpeleke mbali. Yaani leo baada ya ubatizo, ninasema juu ya mbingu na zisikie, na maji na yasemeshe yasikie, Yeremia, na ardhi kwa jina la Yesu isikie, ya kwamba mtabeba laana zote za huyu mtu na kuzipeleka kuzimu na kuzirudisha zilikotoka. Yatabeba magonjwa yote yaliyomwingia huyu mtu ya kichawi na nguvu za giza, kwa jina la Yesu yatapelekwa kuzimu, na yahamisha yote hayo kutoka kwenye mwili wake, kwenye damu yake, kwenye nafsi yake, yatabaki ndani ya maji haya na kusafirishwa mpaka kuzimu. Kwa jina la Yesu nilichotamka ndicho kitakachofanyika. Sema amina. Sema amina. Sema na iwe hivyo, na itakuwa hivyo. Sema nazika utu wangu wa kale, yaliyonitesa yote leo yatabakia hapa, yataachwa hapa. Nitarudi nyumbani nikiwa sasa ni mzima, nimetakasika, ni mtakatifu, nimeponywa.
sina hatia, sina dhambi, sina laana, sina magonjwa, wala sina mashetani. Yote yatabaki hapa. Na kwa sababu hiyo, utakapotoka hapa, neno hilo lishike, ujue uliacha kule. Ukiona maumivu ya mguuni, ujue ni ishara tu, itwambie hivi, kumbuka wewe maumivu, pepo lako lililokusababishia limebaki kule baharini. Ukiona shida yoyote, niambie, kumbuka wewe roho uliyekwenda kusimamia unasababishia ilishazikwa kule, hutaweza kuendelea kukaa ndani yangu. Mpaka utaona hali zako zote zilizokuwa zinasumbua zimeyayuka, utakuja nishuhudia. Basi kwa mamlaka niliyopewa na Mungu. Jina lako nani? Rafael. Maamuzi yako uliamua ni ya milele. Yaani wewe kuanzia leo umetoka katika kundi la wenye dhambi na watakaohukumiwa milele mbali na Mungu. Umekwenda kuwa rafiki wa Mungu. Kuwa rafiki na Yesu ni kuwa rafiki na Mungu. Yesu ni kiunganisho kati ya wanadamu na Mungu. Ukiwa na urafiki na Yesu, wewe ni rafiki wa Mungu. Baada ya hapo, simama imara na Mungu. Jitahidi kupambana na maovu yote kwa uwezo wako ulionao. Yale ambayo utayaona yanakushinda, Yesu kwa damu yake atakupa uwezo ya kuyafutilia mbali na kuyashinda. Usimwache Yesu hata mara moja. Usiache ibada hata siku moja. Siku ukiacha ibada, haya ambayo umeacha humu yakitoka na nguvu zake huko hayatakuacha salama. Kwa hiyo hili ni agano. Kama wanaokwenda kwa waganga wanapewa masharti, hili ni agano. Ndio maana mtu yoyote anapotoka hapa, kesho mnaenda kupokea. Ile kupokea ina maagano. Inasema hivi, mtu yoyote asipokee ikiwa atakuwa na roho ya Yuda, maana atakufa akifanya mchezo. Roho ya Yuda maana yake, kama unajua hivi karibuni mimi namwacha Yesu. Yaani mfano, kuna mtu anajua kabisa hivi karibuni mimi nakwenda kuacha wokovu, haruhusi kupokea. Yaani ukihisi mimi wokovu kama vile sitaendelea nao, usipokee. Kwa sababu unakula hukumu, maandiko yanasema. Kwa hiyo hili tendo hili tambatana kesho na kupokea, ili hakutakuwa na uchawi. Nasema mbele ya haya maji, mbele ya anga, na Mungu wa mbinguni akiwa ni shahidi wa hili ninalosema, hakuna tatizo litakalobaki ndani yako linalosumbua maisha yako ikiwa utayafuata nayokwambia. Amen. Basi kwa mamlaka niliyopewa na Mungu na kuwekea mkono huu, na Mungu ataweka mkono huu juu yako na kwenda kukubatiza Rafael, yaani kukufuta utu wa kale kwa jina la Yesu, na kwenda kuzika magonjwa, na kwenda kuzika uchawi, na kwenda kuzika mizimu yenu, na kwenda kuzika laana zako, na kwenda kuzika uovu wote, na kwenda kuzika maovu yote, na kwenda kuzika mabaya yote na kila aina ya uharibifu, na kwenda kuzika mauti na kuzimu yote ndani ya kaburi hili la kiimani, katika jina la Yesu Kristo, na kwenda kubatiza kwa jina la Baba. Usitie hofu yoyote. Yaani usitie hofu, yaani relax kabisa. Usitie hofu yoyote. Na la Mwana na la Roho Mtakatifu, yaani jina la Yesu, na kuunganisha katika kufa na kufufuliwa ukiwa kiumbe kipya na kuzaliwa upya katika Kristo, katika jina hilo. Umeingia ulimwengu mwingine. Basi nzuri, na yeye amefunikwa mwili wote, hakuna mahali palibaki nje. Ila uoga ulikuwa mwingi. Uoga ulikuwa mwingi. Barikiwe sana. Sasa Bwana Rafael, yaani ulipofumba macho pale, kama ukachanganyikiwa na kufumuka, yaani pale ulikuwa umekufa, sasa hivi umefufuka. Ndio. Kiimani ndio hivyo. Mle ndani uliacha madhara yako yote uliokuwa nayo. Hivi sasa uko ulimwengu mpya wa Kristo mwingine. Yaani utaanza kuona live, yaani utaanza kuona live. Kuanzia ndoto zako zitabadilika. Mwili wako utaanza kusikia afya ikibadilika. Utaanza kusikia na maisha yako nayo, kama chenchi ilikuwa inakupiga chenga, nayo inabadilika. Alafu utakuja kumshuhudia Mungu siku moja ya kwamba kumbe nilijichelewesha bure. Mungu akubariki sana.
nami nakushukuru Mungu kwa ajili ya kumwokoa Rafael, maana ni wewe uliowaokoa hawa. Namuunganisha katika baraka za rohoni na mafanikio ya utajiri wa mwilini, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa jina hilo la Yesu nimemweka katika baraka za milele na mafanikio ya milele. Amen. Mungu akubariki sana. Kaishi katika utukufu wa Mungu. Bwana kubariki sana. Wapendwa mliokuwa mnatufuatilia, mmeliona hili tendo ambalo limefanyika hapa na kwenye maji haya ambayo ni mazuri sana, tena maji yenye chumvi. Chumvi ni kitu chema, kimenenwa kwenye Biblia. Maji yenye upako kabisa, yana chumvi kabisa, umo ya moja kwa moja ya Mungu. Wamekwenda kufuta utu wa kale, mikosi yao imemalizika leo. Hawa wanakwenda kuwa viumbe vipya. Niliobatiza wote, Mungu alifanya mambo makubwa. Kwa sababu hiyo, na kualika na wewe nitafute kwa namba ya simu 0715645150. Sema, nabii wa ishara, nimefurahia mafundisho ya ubatizo na uzima, nataka na mimi unibatize. Niko pale Mbezi, Dar es Salaam. Unaweza ukanitafuta kwa namba hiyo na utakwenda kufurahia tendo hili la zindiko la kiroho, zindiko la Kikristo katika kafara lile la Yesu Kristo la kutolewa msalabani. Kwa jina la Yesu, Mungu awabariki sana. Tuungane katika kongamano jioni. Barikiwe sana.